Kwanza kabisa nina sema pole sana kwa padre mwenzangu ambaye amekubali kufa katika kweli na haki. Na hii ndicho tunachopigania. Mimi katika maisha yangu, mimi ni padre wa miaka 17 sasa. Kwanza nimepadrishwa. Na katika hili sina cha kupoteza. Ya pili, mimi ni padre sio wa jimbo, ni padre wa shirika. Na sisi tunapofunga nadhiri zetu za maisha, tuko tayari kufa kwa ajili ya kweli na haki. Na kama ni kufa, maana yake nishakufa siku nimefanya nadhiri zangu za kitawa miaka 17 iliyopita. Kwa hiyo yeyote atakaye ondoa uhai wangu atakuwa amechelewa, kwa sababu nilishauondoa kabla ya wao kuamua. Kwa hiyo ninachokisema ni katika kweli na haki. Si mkubudhi yoyote wala sita mkubudhi yoyote katika kweli hii na haki. Lakini ukweli ni kwamba taifa tunaloishi leo, Tanzania, si taifa ambalo tuliwachiwa na waasisi wetu wa taifa hili, mheshimiwa sana Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Hakuna kikao chochote kilichokaa msadifu yeye kuwa baba wa taifa, lakini kwa matendo yake sisi wenyewe kama Tanzania tuliona huyu anafaa na ndio cheo chake, na wasifu kuwa baba wa taifa hili kutoka katika mikono ya ukoloni. Lakini cha kushangaza, baada ya miaka hiyo yote, taifa ambalo tungetegemea kuwa huru na haki, Mtanzania kusema anachotaka, tumepokwa kuwa uhuru. Nimekuwa mara nyingi kusema katika maandishi, mimi napenda sana kusoma, kuandika. Nimeandika vitabu mpaka sasa hivi nimechapisha 3, lakini na vitabu 12 ambavyo bado sijavichapisha kwa sababu gharama ya kuchapisha ni kubwa. Lakini hilo halitaniondoa katika hili ninachotaka kusema. Kwanza kabisa nina sema pole sana kwa padre mwenzangu ambaye amekubali kufa katika kweli na haki. Na hii ndicho tunachopigania. Mimi katika maisha yangu, mimi ni padre wa miaka 17 sasa. Kwanza nimepadrishwa. Na katika hili sina cha kupoteza. Ya pili, mimi ni padre sio wa jimbo, ni padre wa shirika. Na sisi tunapofunga nadhiri zetu za maisha, tuko tayari kufa kwa ajili ya kweli na haki. Na kama ni kufa, maana yake nishakufa siku nimefanya nadhiri zangu za kitawa miaka 17 iliyopita. Kwa hiyo yeyote atakaye ondoa uhai wangu atakuwa amechelewa, kwa sababu nilishauondoa kabla ya wao kuamua. Kwa hiyo ninachokisema ni katika kweli na haki. Si mkubudhi yoyote wala sita mkubudhi yoyote katika kweli hii na haki. Lakini ukweli ni kwamba taifa tunaloishi leo, Tanzania, si taifa ambalo tuliwachiwa na waasisi wetu wa taifa hili, mheshimiwa sana Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Hakuna kikao chochote kilichokaa msadifu yeye kuwa baba wa taifa, lakini kwa matendo yake sisi wenyewe kama Tanzania tuliona huyu anafaa na ndio cheo chake, na wasifu kuwa baba wa taifa hili kutoka katika mikono ya ukoloni.
Lakini cha kushangaza, baada ya miaka hiyo yote, taifa ambalo tungetegemea kuwa huru na haki, Mtanzania kusema anachotaka, tumepokwa huo uhuru.